Gari zilikuwa naenda Burega zinarudia zote. Naam, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, karibu tena kwenye habari zetu katika siku ya leo. Bado tungali tarehe 18 ambapo ni siku ya pili mwaka 2025. Karibu sana kwenye habari zetu katika siku ya leo hapa, ambapo bado tumekuandalia habari nyingi sana ambazo zinapatikana duniani kote, lakini kwa sasa bado tunajikita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo bado machafuko yanazidi kuripotiwa mara kwa mara, huko vikosi vya wazalendo vikizidi kusonga mbele sana na mashambulizi makali sana ambayo yameweza kuandaliwa, ambayo yanaendelea usiku kucha. Masasi yamekesha yanalia, wakiwa wanapiga masasi usiku wote, huku vikosi vya M23 vikizidi kuonekana vikitoka kwenye makambi makubwa ya kijeshi na kuhama maeneo yale, habari ambazo bado zinafuatiliwa kabisa. Lakini kwa muda huu tunavyoongea na nyinyi kwenye channel ya Mteba TV kupitia pale Bukavu, ni kwamba habari sio nzuri kabisa kwa upande wa M23, kwa sababu wanapigwa vibaya kwa sababu waliwekwa katikati na vijana wa Mzee Yakutumba. Mzee Yakutumba ameweza kuingia kwenye mji wa Bukavu katika usiku wa tarehe 17 kwenda tarehe 18. Amefanya kazi hatari usiku kucha, mpaka watu wengi wanajiuliza inakuwaje mji wote wa Bukavu ulikuwa ni kimya, ni mulio tu wa risasi ukiwa unasikika maeneo yale ya Bukavu. Tunapoendelea na habari zetu katika siku ya leo, kama ni mara ya kwanza kuingia na channel hii, endelea kusubscribe, like, comment au kusabone kwa lugha ya Kifaransa. Utakuwa unapata habari kila saa kila wakati, na kwa wale ambao tayari wako Afrika tayari ni jioni kabisa, na kwa wale ambao wako Marekani na nchi mbalimbali wao wako asubuhi na wengine wako mchana. Tuendelee kufuatilia habari zetu kupitia channel ya Mteba TV. Kama ni mara ya kwanza kuingia, subscribe, like, comment. Watu wengi wanatuandikia, wanatupigia simu, wanatuuliza inakuwaje kama wazalendo wameshakamata Bukavu wafanye meeting. Jamani, tunawaambia kwamba sisi kama watangazaji wa channel ya Mteba TV hatuwezi kutangaza kitu ambacho hakijakuwepo wala hakipo, ni kitu ambacho hakitawezekana. Sisi tunatangaza kila ambacho kipo na kinachoonekana. Kama itabidi tu meeting, manake wakifanya meeting tutawaambia. Hatuwezi kulazimisha meeting au wafanye vikao vyenye sisi hatuna uwezo navyo au kutambua kila ambacho kinachoendelea. Wakati M23 walivyokamata Bukavu au kufanyaka meeting ile siku, walikaa karibuni siku 2-3, lakini tuwaambia kwamba wadau wote wa channel ya Mteba TV ni kwamba wazalendo wa Mai wako deja ndani ya mji wa Bukavu na wanafanya kazi operation kwenye vituo vyote ambavyo hawa M23 wanazidi kupatikana. Lakini waliwaweka kati ule usiku, wameweka kati, manake wanapambana njia ya kutoka Kamanyola, waliingia njia nyingine ya kutoka Walungu, waliingia njia zote zinazoingia Bukavu, wazalendo waliingia njia zote. Kwa hiyo M23 kwa sasa wako katikati ya mapambano, na itakuja kuonekana ni vigumu sana kuja kutoka, sababu wengi watakufa, sababu hakuna njia ya kutoka, yani watapigwa au wengi wakamatwa mateka. Nafikiri ndio ilikuwa lengo la wazalendo, kukamata mateka kabisa M23 na vifaa vyote vya kijeshi ambavyo waliingia navyo waweze kuvinyang'anya. Lakini wengi tumeona wameweza kutuandikia hapa, wanatuambia Colonel Nanga asikamatwe, asiuawe. Wengi wanasema Colonel Nanga asiuawe, na wakina Bisimwa wakamatwa tu wazima waje wachinjwe au wanyongwe hadharani pale kwenye mikutano ambayo yeye mwenyewe alifanyaka mikutano, sasa haja anyonge maeneo yale. Ndivyo watu wengi sana walivyotuandikia maoni yao, na kwamba tufikisha habari hiyo, na wengi amenikaba kabisa wakasema hiyo taarifa tangaza, wazalendo wakimkamata Bisimwa pamoja na Colonel Nanga, watu hawa wasiwawe hivi wala wasipige masasi, bali waje wachinjwe katikati ya watu wengi kama vile wasaliti. Lakini pia vinavyoendelea ni kwamba wale ni watu wazima, hawawezi wakakaa pale wakati wanajua habari ni mbaya. Wako na makao yao inapatikana tu Goma, labda kule kwenye upande wa Goma, na wakizidi kuona tu wakizidi kuona Bukavu ikishikwa gisi imekamatwa hivi na M23 wakitoka wote, kwa sababu hivi bado vita iko mle kwenye mji, hakuna aliyetoka na hakuna aliyekimbia. Vita ingali mle
wazalendo wanapigana pamoja na M23 ni mle kwenye mji wa Bukavu. Hakuja kuwa kwamba huyu amerudi nyuma, huyu ameenda wapi, lakini viongozi tu wa M23 ndio walioonekana wakiwa na makazi hayo ambayo walikuwa wamedandia makazi ya watu ya serikali. Wakongomani, mahali popote mlipo, ni kwamba hali ni hatari. Wazalendo wanazidi kusonga mbele, lakini pia chini ya wazalendo kuna wanajeshi wa serikali ambao wapo sasa hivi hawataki kusikika. Ni FRDC, hiyo jina kabisa litaki kusikika kabisa kwenye mazingira yoyote yale, bali jina kwa sasa maarufu ni wazalendo ambao wameahidi kugomboa mji wa Bukavu, na hivi wapo kwenye operation ya kugomboa mji wa Bukavu, lakini pia wakiendelea kwenye maeneo yote kwenye uwanja wa ndege wa Kavumu na kusonga mbele kuingia Sake, Minova na Goma, na wameahidi wakitoka Goma watakinungisha pale Gisenyi, wanaanza kuingia kwenye nchi ya Rwanda na watasonga mbele na mapambano kwa mjibu walivyokuwa wanasema, na nafikiri ndio mpango yao, kwa sababu sidhani kama kutakuwa nani tena atazuia wazalendo ambao wanaungwa mkono na wamaimai wote wakijiunga mkono. Ni muungano wa wazalendo, ni jeshi hatari sana. Kuliweza kufanyika interview ambayo iliweza kufanyika hapo wakiwa na oji watu mbalimbali ambao ni viongozi wa M23, wakasema Kagame amefanya mbaya sana kuwauzisha. Yani M23 ni kama wameuzwa, kwa sababu ukiangalia Goma walitoa pesa wakakamata tu bila kupigana. Bukavu hivyo wazalendo wakasema hapana, wasije wakatumalizia nchi yetu. Wazalendo wote duniani, sio duniani, wazalendo wote Kongo wanapatikana pale kwenye miji mbalimbali ya Baraka, Uvira pamoja na Kamanyola, maeneo mbalimbali pote pale Walungu wamejaa, na kwa sasa wameingia Bukavu. Wanabadilishana vikosi, kikosi cha kwanza kikichoka ili wasingie wengi, kikichoka wengine wao wanarudi nyuma, wengine kikosi kingine kinapanda. Mambo kama hayo yanazidi kusonga mbele. Endelea kusikiliza channel ya Mteba TV. Karibu sana. Tunaendelea na habari zetu. Naam, tunazidi kuendelea na taarifa zetu tukizidi kuchunguza hali ya usalama inapoendelea. Yaani wazalendo ni hatari sana kwa muda huu. Wanapiga ni jeshi hatari. Kwa sababu kumbuka hawa wazalendo ni muungano wa wazalendo Kongo mzima wako pale. Ni jeshi la hatari ambalo halitapigwa kwa kifupi. Ni jeshi hatari, ni wengi, mamilioni ya wanajeshi. Ni wengi kushinda hata raia wa Rwanda. Ni wengi mno, ni wengi sana ambao wamejikusanya na vifaa. Wengi walikuwa wanasema kwa nini hawavamii Bukavu? Nini message mengi, simu nyingi. Wamevamia sasa Bukavu. Tulieni, maswali mnaotuuliza, inakuaje wafanye meeting sasa kama washakamata Bukavu? Hawajadhibiti Bukavu, bado wanapigana. Tunarudilia, hawajadhibiti Bukavu wazalendo, lakini wako Bukavu bado wanapigana kwenye mitaa mbalimbali, mitaa yote vita inasonga mbele, masasi inapigwa. Lakini ujumbe kwa raia wanaopatikana maeneo yale ya Bukavu ni kwamba ikaeni ndani, usitoke nje. Usitoke nje, wanasema msitoke nje. Kama unatupata kwa Bukavu, usitoke nje, kwa sababu hali itakuja kuwa ni hatari. Maiti zenye zitakuja kupatikana maeneo yale za M23 ni hatari sana. Lakini wengi wakaja kusema, viongozi wa M23 wengi wao kwenye interview zao wanasema Kagame amewauzisha kabisa, kwa sababu haliwadanganya. Kutoka haiwezekani, kuingia nilikuwa rahisi, sasa kutoka ni hatari sana. Walivyokamata Goma na Bukavu tofauti sana na sasa hivi wanaanza kurudishwa nyuma, wanawekwa katikati. Wale ambao kwa Bukavu wanawekwa katikati, hakuna njia kutoka. Watakisha wamepigwa sana, alafu isitoshe tena na magari yale yote ya kivita itabaki, droni, msilaha, vitu mbalimbali vizito vitabaki. Bukavu vita inasonga mbele. Nafikiri leo au kesho Bukavu yote itakombolewa na watawahi kabisa kukamata na ule uwanja wa ndege wa Kavumu. Na ule uwanja wa Kavumu kikamatwa tena, activity inarudi kama ilivyokuwa kawaida. Ndege zitaanza kuruhusiwa kushuka, huku wazalendo wakisonga mbele, wakijiunga mkono ni umoja wa wazalendo. Lakini huku kiongozi wao mzee Yakutumba, huyu ni hatari. Watu waliwaambia na hivi wengi sana Wanyarwanda waliweza kujutia sana. Waliweza kujutia. Wengi walisema tukisema Wanyarwanda ni wa kutoka Rwanda, tukisema hawa wengine Wanyamrenge ndio wale ambao wako Kongo ambao ni Wakongomani. Ndivyo walivyosema wao. Ukisema Mnyamrenge ni yule ambaye anaishi Kongo,
ambaye ni Mkongomani. Kwa upande mwingine, kwa wale ambao wanaosema kama ni Mkongomani, lakini wakati wa vita kama hizi hatujaona wanaunga mkono Wakongomani, bali wanaunga mkono wa M23 na ni Wanyarwanda. Kwa hiyo ndio maana wanakuja kuhusishwa wote kuwa ni Wanyarwanda, kwa sababu wanapenda kuunga mkono M23. Endelea kusikiliza taarifa zetu hapa kutoka Mteba TV. Naam, na gari zote ambazo zilikuwa zinaenda kwenye miji mingine ya Burega, kuna magari mengi ambayo zilikuwa zinabeba chakula, vitu mbalimbali, magari za kibiashara za raia zilikuwa zinapeleka chakula, lakini kwa sababu ya hali hiyo kuwa mbaya sana kwenye maeneo yote ya Bukavu, wote wameweza kurudi nyuma. Hakuna aliyesonga mbele hata umoja. Wameweza kuacha na kurudi kwa sababu mapambano yazidi kuendelea kati ya M23 pamoja na mmoja wa wazalendo. Kwa sasa hivi tunawaita ni umoja wa wazalendo ambao wanaongozwa na Mzee Kutumba. Wanapiga, hakuna mchezo. Tunasubiria, wengi wanakuwa na wasiwasi labda gisi wanapiga gisi walivyopiga mwanzo wakatoka. Sasa hivi sio hivyo. Sasa hivi wameshaingia kwenye uwanja wa vita na wanapiga vizuri. Tutazidi kuambia habari zitakazozidi kuendelea. Endelea kusubscribe, like, comment au kusabone kwa lugha ya Kifaransa. Utakuwa unazidi kupata habari zitakazoendelea kuanzia kesho panapo majaliwa. Lakini pia endelea kutuandikia maoni, endelea kushare kwa vikundi, endelea kushare maeneo mbalimbali, na namba zetu za ofisi ziko hapo. Kuna taarifa zingine tuambie, tutumie kwenye namba zetu za WhatsApp ili tuweze kuzitangaza pia hapa. Lakini kama naona una maoni mbalimbali kutaka kuchangia hapa, unaweza kututumia pia kwenye WhatsApp maoni yako na tukayafanyia kazi. Usikose kusubscribe, like, comment kwenye mji wa Bukavu. Tupo kama kawaida. Chao.